Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wanatarajiwa kupelekwa mahakamani jijini Dar es Salaam kufuatia uamuzi wao wa kusitisha kwa muda mikutano yote ya kisiasa ya hadhara nchini Tanzania. Agizo hilo ambalo limetolewa na waziri Katambi kama hatua ya dharura ya kiusalama kutokana na dalili za kuongezeka kwa mvutano na maandalizi ya maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 limeibua dhoruba kali ya kisiasa na kisheria kutoka kwa vyama vyote vikonde vya upinzani. Chama cha ACT Wazalendo kimechukua hatua dhabiti ya kuwasukuma viongozi hao wa serikali mbele ya majaji ili kupinga zuio hilo ambalo kimsingi linatajwa kukiuka katiba ya nchi inayoruhusu vyama vilivyosajiliwa kisheria kufanya shughuli zao bila kuingiliwa. Wakati ACT Wazalendo wakichagua njia hiyo ya kisheria, Chama cha Demokrasia na Maendeleo yaani Chadema chini ya Tundu Lissu kimeamua kuasi amri hizo wasiwasi kwa kuingia barabarani na kuendelea na mikutano yao ya hadhara bila kujali wala hofu ya kukabiliwa na jeshi la polisi. Uchambuzi wa kina wa mgogoro huu unaonyesha jinsi mbinu za vyama hivi viwili vya upinzani vinavyotofautiana kimkakati katika kukabili kile wanachokiona kama ukandamizaji wa nafasi za kidemokrasia unaofanywa na chama tawala kupitia vyombo vya dola. Chadema wanaamini kuwa haki ya kufanya mikutano ya hadhara haitokani na hisani au ruhusa inayotolewa na waziri, bali ni haki ya kimsingi inayofungamana moja kwa moja na katiba, na ndiyo maana wamechagua kuipuuza amri hiyo ili kulinda misingi ya nchi. Kwa upande mwingine, ACT Wazalendo wamebainisha kuwa matamko ya namna hiyo kutoka serikali baada ya kuleta usalama yanachochea hofu ya kuongeza mvutano mkubwa kati ya raia na viongozi, jambo linaloweza kuingiza nchi katika machafuko makubwa. Hatua yao ya kwenda mahakamani inalenga kupata tafsiri ya kisheria inayoweka wazi kama waziri ana mamlaka ya kuizuia haki za kikatiba kwa kutumia matamshi ya kiofisi tu pasipo kufuata taratibu zilizowekwa. Maamuzi hayo unadhihirisha uwepo wa mipasuko ya kimkakati ndani ya mwavuli ya upinzani nchini Tanzania, kwa sababu kuwa kumekosekana kwa jibu la pamoja kunatosha picha kusambaratika kwa nguvu ya pamoja dhidi ya mfumo tawala. Njia ya kisheria inayofuatwa na ACT Wazalendo inatajwa kuwa na changamoto ya kuchukua muda mrefu wa kisheria kabla ya kutolewa kwa uamuzi wa majaji, hali inayoruhusu zuio la kiserikali kuendelea kufanya kazi kiufundi na kuizuia shughuli za vyama kuelekea kalenda ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, ugaidi wa mitaani unayofanywa na Chadema unaleta hatari ya kutokea kwa makabiliano ya nguvu kati ya wafuasi wa chama hicho na jeshi la polisi iwapo vyombo vya usalama vitatumia nguvu kuizuia mikutano hiyo ya hadhara. Mpaka sasa serikali haijatoa majibu wala ufafanuzi wowote kuhusu hatua hizi za vyama vya upinzani, huku waziri Katambi akishikilia msimamo wake wa awali kuwa hatua hiyo inalinda amani na maslahi ya taifa. Uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan na waziri Patrobas Katambi kupelekwa mahakamani umechochewa kwa kiasi kikubwa na hofu ya serikali kuelekea maandamano makubwa yanayotarajiwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 kote nchini. Serikali imekuwa na wasiwasi mkubwa kufuatia kumbukumbu za matukio ya tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka jana, ambapo maelfu ya wananchi walijitokeza barabarani kuonyesha kutoridhishwa kwao na hali ya kisiasa na kiuchumi nchini, jambo lililosababisha upotevu wa maisha wa raia wengi. Viongozi wa upinzani wanahoji kuwa kizingizio cha usalama kinachotumiwa na waziri wa mambo ya ndani kinalenga hasa kuizuia vyama vyenye usajili wa kudumu na nguvu ya kisiasa ili kudhibiti harakati za raia na kuimarisha utawala wa chama tawala kabla ya nyakati za chaguzi kuu. Uamuzi wa kwenda mahakamani unalenga kuvunja mnyororo huo wa amri ya kiofisi zinazokiuka misingi ya sheria na haki za binadamu ndani ya jamii. Mvutano huu wa sasa unaleta picha tofauti kabisa na ile taswira ya awali ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyoonyesha mwaka wa 2021 ambapo alijitokeza kama kiongozi anayehamasisha maridhiano, upendo, maridhiano ya kisiasa miongoni mwa vyama vyote nchini. Hatua ya sasa kutumia vizuizi vya kisheria na nguvu za dola inadhihirisha mabadiliko makubwa ya kiutawala yanayotafsiriwa na wakosoaji kama mkakati ya kubana uhuru wa kujieleza
kujieleza na kukusanyika kinyume cha sheria mama ya nchi. Viongozi wa ACT Wazalendo wamesisitiza kuwa shughuli zao zote zimefuata taratibu zote za kisheria, na ndiyo maana wameamua kuwasukuma viongozi wakuu wa usalama mahakamani ili kudhibitisha udhaifu wa amri hiyo mbele ya majaji wa Dar es Salaam. Jamii nzima inaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuona jinsi pambano hili la kisheria na mitaani litakavyoamua mustakabali wa demokrasia na haki za kiraia nchini Tanzania. Mienendo ya kisiasa inayoshuhudiwa sasa inaonyesha wazi kuwa vyama vya upinzani viko katika mtihani mzito wa jinsi ya kupigania haki zao mbele ya mfumo unaotumia amri ya mawaziri kudhibiti mikutano ya hadhara. Ugaidi wa kiongozi na viongozi wa Chadema barabarani unaleta msuguano wa moja kwa moja na vyombo vya usalama ambavyo vimepewa maelekezo ya kuhakikisha kuwa hakuna shughuli yoyote ya kisiasa inayofanyika kinyume cha maagizo ya waziri. Matokeo wakati huo, hatua ya kisheria inayoendeshwa na ACT Wazalendo inalenga kuweka kumbukumbu sahihi ya kisheria itakayozuia matumizi mabaya ya madaraka ya kiofisi katika siku zijazo ili kulinda mfumo wa vyama vingi nchini. Kila upande unajaribu kutumia rasilimali zake zote za kisasa na kisheria ili kuhalalisha msimamo wake mbele ya wananchi wao ambao kiasi kikubwa wamechoshwa na sintofahamu zinazoendelea kuathiri ustawi wa taifa nzima. Macho ya kikanda na kimataifa kwa sasa yameelekezwa nchini Tanzania kufuatia jinsi mgogoro huu mkubwa wa kisiasa unavyomalizika, hasa kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 ambapo joto la maandamano linaendelea kupanda kila siku. Serikali imekuwa ikikosolewa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu duniani kote kwa kutumia mbinu za vitisho na vizuizi vya kiofisi kunyima uhuru wa kidemokrasia wa kisiasa wa raia waliopo ndani ya mipaka. Ukimya wa sasa wa Rais Samia Suluhu Hassan na Waziri Katambi unatafsiriwa kama mkakati wa kutathmini upepo wa kisiasa kabla ya kuchukua maamuzi magumu zaidi yatakayoathiri taswira ya nchi katika medali ya kimataifa. Ni wazi kuwa mustakabali wa siasa za Tanzania unategemea sana maamuzi yatakayotolewa na chumba cha mahakama kuu jijini Dar es Salaam au jinsi nguvu za umma itakavyoweza kuhimili vitisho vya vyombo vya dola barabarani.